Hadithi yetu inaanza kwa kijana mmoja anayetambulika kwa jina la Bitu. Huyu ni mwamba ambaye kwa sasa alikuwa bado yupo shuleni, yani alikuwepo chuo. Huyu jamaa bwana alikuwa na maisha fulani hivi ya kujichanganya sana. Yani alikuwa ni mtu ambaye ana washikaji wengi, lakini pia kama unavyoelewa tena chuoni bwana, misosi huwa ya aina moja. Hivyo mshikaji yeye pamoja na masela wake huwa wanafanya jambo moja, huwa kila ambapo inapotokea sherehe basi wao huwa bwana wanafanya misha kuweza kuchangishana hela, kisha wanakwenda kumpatia mlinzi, wanapatia fursa ya kuingia kwenda kupiga biriani ambalo wala walikuwa hawajachangia. Sasa sherehe ya leo bwana muungwana, baada ya kufika, bahati nzuri alikuwa anafahamiana na kameramani, lakini pia kipindi ambacho alikuwa anakwenda kuchukua biriani, uso kwa uso anakutana bimdada mmoja sura ya mbuzi, japo alikuwa ni mrembo. Bimdada huyu alikuwa anatambulika kwa jina la Shruti. Dada kamkazia, kamnyang'anya sahani, anamweleza mwanangu umezamia, hii ni sherehe ya uchumba, bajeti ya humu ndani, endapo wazamiaji kama nyinyi mkitokea basi wageni wetu atakosa chakula. Bitu akamwita mwanaye kameramani na kumweleza bimdada ya kwamba endapo mkininyima biriani basi mimi nitafanya kazi ya kuto kuwa rekodi, lakini pia hata kama nikiwa rekodi nikifika nyumbani nitafuta picha zote pamoja na video. Baba mtu anafika hapa baada ya kusikiliza haya mazungumzo, akamruhusu mshikaji aweze kupiga madiko, lakini muungwana kutokana na bimdada kuweza kumkazia bwana akatokea kuvutiwa sana na bimdada. Sherehe nzima yeye kazi yake akawa anamrekodi bimdada, lakini pia siku hii ya leo baada ya kumaliza kuiedit video nzima bwana akaenda kumvizia bimdada kipindi ambacho alikuwa anaelekea chuoni, anaenda anampatia ile CD, lakini bimdada akamweleza kwamba kwa sasa ana mambo mengi sana ambayo anahitaji kuyafanya. Kwa mazungumzo bimdada akafanikiwa pia kumweleza ndoto alizonazo katika maisha yake, kwani bimdada anasema ya kwamba kwa sasa na ndoto kubwa sana kuanzisha kampuni ambayo itakuwa inatambulika kwa jina la Shadi Mubaraka. Yani hii ni kampuni ambayo itakuwa inahusika kuiandaa sherehe nzima ya harusi. Endapo mtu atakuwa anahitaji kufunga ndoa, basi bimdada anadai ya kwamba atakuwa anachukua jukumu la kumsaidia mtu huyo kupanga sherehe nzima, ikiwemo pia mapambo pamoja na chakula, lakini pia MC pamoja na muziki. Shruti bwana, hizi ni ndoto ambazo yuko nazo kwa muda mrefu sana, lakini pia alikuwa tayari alishaandika proposal na hata nyumbani kwao ili jambo alikuwa analifahamu, kwani kwa sasa alikuwa anambembeleza bimdada aweze kutafutiwa mchumba na kuolewa, lakini bimdada anasema ya kwamba hatoweza kufanya hivyo mpaka aweze kufungua kampuni na ataiendesha hiyo kampuni kwa muda wa miaka 5, na baada ya hapo basi atawaruhusu wazazi wake waweze kumtafutia mwanamume. Halo, hakika bimdada ana ndoto njema sana. Lakini upande wa pili kwa mtaalamu wetu Bitu, leo bwana washikaji walikuwa wamemaliza chuo, hivyo kila muungwana anabeba virago vyake na kuishia magetoni, lakini mtaalamu wetu Bitu mzazi wake baada ya kufika tena alikuwa akaja na trekta, anamweleza mwanangu sasa inabidi turudi shambani, lakini muungwana anasema ya kwamba kwa sasa hatamani kurudi shamba, kwani ana bonge moja la idea la biashara. Hivyo anamweleza mzazi wake ampatie muda wa kuendelea kupiga misere ya patauni huku akiendelea kuishughulikia biashara yake. Sasa Bitu biashara ambayo alikuwa anaiongelea ni ile ambayo alikuwa akaelezwa na bimdada ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Shruti. Leo anamfuata bimdada na kumweleza kwamba anatamani sana wawe business partner. Shruti kwa mara ya kwanza anamchomolea, anamweleza kwamba hatamani kabisa kuwa na partner ambaye ni mwanamume, kwani bimdada anadai ya kwamba mapenzi na kazi huwa ni vitu ambavyo haviendi sawasawa. Dada alikuwa anazungumza hivi kwani alitambua ukaribu wao, lakini pia jinsi ambavyo muungwana alivyoingia na gia za mara ya kwanza, alitambua huenda kwa baadaye muungwana akaja kumsumbua ama mmoja kati yao akazaa mapenzini. Lakini muungwana bwana alikuwa ni mbishi, haya maneno hayakumfanya kubaki nyuma, kwani alitambua endapo asipomkazia bimdada basi atalala nje hapa tauni. Halo, nyuma bimdada pamoja na mshikaji wakaelekea mpaka kwa mwanamama mmoja anayetambulika kwa jina la Chanda. Kwa hii sekta bwana, yeye kimtindo alikuwa tayari alishajipata, kwani matajiri wengi sana ndani ya mji huu wa Delhi sherehe zao za harusi walikuwa wanampatia yeye, na hapa alikuwa anapiga mkwanja mzito. Lengo la bimdada kufika ndani ya hili eneo ili aweze kupata fursa kufanya naye kazi kwa ukaribu, ajifunze zaidi ni jinsi gani ambavyo anaweza akaifanya hii kazi, lakini pia ni kipi ambacho anaweza akakifanya ili kampuni yake iweze kusimama zaidi. Yeye pamoja na mshikaji wetu wakafanikiwa kuweza kupatiwa kazi ndani ya hili eneo, lakini kipindi ambacho alikuwa anaandaa moja kati ya sherehe ya bilionea mmoja, bimdada akagundua kwamba Chanda kuna vitu ambavyo alikuwa kaviahidi kwa mteja, lakini kwa hapa alikuwa hajavileta, na hii ni kutokana na tamaa ya pesa. Hasa bimdada akamuuliza Masudi ambaye alikuwa anasimamia hivi vitu, lakini muungwana akamweleza kwamba hii ni oda kutoka kwa Chanda. Dada akashtuka sana, lakini pia
wakashindwa kwenda kumuuliza bosi wao. Mwanasheria anafika na kuanza kuwaka, wanangu, mbona nimeweza kuwaeleza mniletee maua pamoja na mapambo ya bei na nyinyi mmeweza kuniletea vitu tofauti. Chanda alikuwa ni bimdada wa mjini ambaye anajua sana kuipiga pesa hata kwa dhuluma, hivyo ili asiharibu biashara yake akaamua kumsukumia msala mzima bimdada Shruti. Bitu akupenda hiki kitu, hivyo akamweleza Shruti ya kwamba kuanzia siku hii ya leo tunaacha kazi kwa bimdada Chanda, twende tukaanzishe biashara yetu sisi wenyewe, yani kampuni ambayo bimdada alikuwa akaiandika proposal tokea mwanzoni. Halo, Shruti akakubali. Waungwana safari ikawapeleka mpaka Uswahilini. Leo kuna mzee mmoja ambaye alikuwa anaozesha binti yake. Waungwana wakapewa tenda kwenye hii sherehe, lakini pia hata Masudi naye akaamua kuachana na Chanda kuja kuwapatia joto washikaji ambao wameweza kuingia sokoni kwa mara ya kwanza. Sherehe ya leo waungwana alikuwa ameipamba vizuri, lakini pia mtaalamu wetu Bito akaamua kuweza kuwaita washikaji wake wa kuzamia ambao walikuwa na uwezo wa kupiga muziki vizuri bwana. Baada ya kufika ndani ya hii sherehe, Uswahilini kote watu walisimama kidedea na kujiuliza, huyu mzee kawatoa wapi waungwana kama hawa? Je, kawalipa bei gani? Halo, hii ilikuwa ni pambe sana. Hakika kazi ukifanya kwa moyo bwana inaleta majibu. Hii sherehe ikawafanya waungwana kuwa wanapata tenda nyingi sana Uswahilini. Jambo hili likawapelekea mpaka kuweza kulipia ofisi na kuanza kufanya kazi kwa ushirikiano mkubwa, na oda zikawa ni nyingi sana. Taratibu bwana waungwana hatimaye wakanunua kapikipiki, lakini pia baada ya muda kidogo akaamua kununua kagari ambako kakawa kanawasaidia kuwapeleka katika maeneo mbalimbali, sehemu ambapo walikuwa wanakwenda kufanya sherehe. Ni kweli kwa sasa kimtindo ameweza kujipata, lakini Bito leo anamweleza bimdada kwamba bwana, inabidi tupige hatua nyingine, tuachane na hizi faida ndogo ndogo na twende tukatafute faida kubwa kubwa. Alichokuwa nakimaanisha Bito ni kwenda kuchukua tenda kutoka kwa washua. Sasa wataanzaje? Leo akavizia moja kati ya kikao ambacho alikuwa nakifanya bimdada Chanda pamoja na wateja wake. Wakawa wamekaa katika meza jirani, wakawa wanasikiliza kila kitu ambacho bimdada alikuwa nakizungumza, lakini pia vitu ambavyo alikuwa anawaahidi hawa wateja wa kishua. Wateja hawa kipindi ambacho alikuwa anaondoka, Bitu pamoja na Shruti wakaweza kuwatokea kwa mbele na kuanza kuzungumza nao. Hatua ya kwanza, washikaji wakaanza kueleza background ya maisha yao kwa kila mmoja, lakini pia kama hiyo haitoshi, wakaanza kueleza kwamba kwa nyinyi jinsi mlivyo, mapambo ya aina hii, lakini pia sherehe tukiifanya kwa muundo huu itakuwa bomba zaidi. Wateja hawa baada ya kusikia ya kwamba hawa waungwana promisi zao zilikuwa ni nzuri, lakini pia zilikuwa ni za uhakika, wakaamua kuwapatia kazi. Halo, hii ilikuwa ni sherehe yao ambayo walikuwa wameaminiwa kwa mara ya kwanza kabisa, ambayo ilikuwa ni ya bilionea mmoja hapa tauni, lakini pia ilikuwa ni sherehe ambayo ilikuwa ina faida kubwa sana ndani ya kampuni yao. Bwana waungwana kwa leo akaamua kuleta wafanyakazi ambao walikuwa ni professional zaidi, lakini pia pamoja na mapambo ambayo yalikuwa ni mazuri. Lengo ilikuwa ni kuweza kuifanya hii sherehe iweze kuwa pambe zaidi. Halo, sherehe ya leo waungwana bwana waliifanya kuwa ni pambe sana, kila mmoja aliweza kuluka, hata watu ambao walikuwa wamevaa tai za bei. Leo suti zao bwana ziliweza kuchafuka jasho kweli kweli. Sherehe inaisha bwana, kigogo na wakabidhi bahasha ambayo ilikuwa na maokoto ya kutosha. Kampuni hii bwana bimdada Shruti pamoja na mshikaji wetu bwana, baada ya kufika ofisini, hakika walipiga bonge moja la sherehe, kila mmoja akacheza na kusaza. Lakini pia waungwana baada ya kuondoka, kutokana na furaha ambayo waliokuwa nayo, bimdada siku ya leo anaamua kuvunja ukimya na kumwacha mshikaji aweze kugusa sehemu ya moto siku ya leo na kusahau kabisa masharti pamoja na sheria ambazo alikuwa kaziweka kwa mara ya kwanza, zinazodai hawaruhusiwi watu hawa wawili kuingia penzini, bali wapo hapa kwa ajili ya kuweza kufanya kazi pekee. Asubuhi na mapema bimdada akaenda kuandaa kahawa na kumwamsha mshikaji. Bwana Mwamba akawa anajisikia noma sana, lakini bimdada akawa anatabasamu na kuonekana mtu mwenye furaha kweli kweli. Halo, huenda bimdada akawa kazama mazima, lakini vipi kwa mshikaji? Mbona anaonekana akala tunda lakini bado uso wake umekunjamana, ama mambo yalikuwaje? Anyway, ngoja tuachie wenyewe bwana. Mshikaji hali ikaendelea, kila ambapo bimdada alikuwa akimsogelea, basi yeye alikuwa anaonyesha uso wa mbuzi, yani alikuwa anaonyesha hana time kabisa. Dada yeye akawa anatabasamu, lakini pia akawa anaonyesha kabisa mapenzi ya dhati kwa mshikaji. Bito akaona bwana, hii hali haitotupelekea kufanya kazi kwa uweredi, bali yeye japokuwa alitambua kwamba bimdada tayari alishazama penzini, lakini leo akamchana bimdada na kumweleza kwa kile kilichotokea usiku inabidi waweze kukisahau, kwani ni kitu tu kilichoweza kutokea kwa ghafla, na hivyo anamweleza bimdada asifikirie kabisa swala la wao wawili kuwa na mahusiano ya kimapenzi. Shruti kimtindo aliumia sana, kwani alikuwa tayari alishazama penzini, japokuwa sheria alikuwa kazitunga yeye mwenyewe, lakini leo zinaanza kumgeukia.
Bishosti akaona isiwe kesi, ngoja nipige moyo konde tuendelee na kazi. Lakini kila ambapo alikuwa akimwona mshikaji bwana, roho yake kazidi kuuma, akaona kama vile mshikaji ameweza kula tunda lake na kuweza kulitupa kapuni. Yaani kiufupi, bimdada akaona kama vile mwamba akamchezea na kuweza kumdharau. Leo kipindi ambacho sherehe ilikuwa inaendelea, japokuwa alikuwa ameweza kufanya kazi kwa uweredi, bimdada alikuwa anaonekana ni mtu mwenye hasira sana, lakini pia alikuwa na majibu ambayo alikuwa ni shortcut. Bito akawa anashangaa majibu kama haya bimdada anatoa wapi, lakini pia kipindi ambacho alikuwa anaendelea kumfuatilia bimdada akijaribu kuweza kumuuliza, dada akaamua kuwaka sana siku hii ya leo ndani ya sherehe na kumweleza kwamba kuanzia siku hii ya leo anauvunja upatina wa biashara na hivyo kila mmoja aweze kushika 50 zake. Ugomvi ulikuwa ni mkubwa sana bwana, kila mmoja akaondoka na bakuli ambalo alikuwa naona ya kwamba lilikuwa linamfaa, lakini pia wakagawana asilimia za kampuni. Bito akaamua kwenda kuanzisha kampuni nyingine na kuita Happy Wedding, lakini bimdada yeye akabaki katika ile kampuni yake na kuweza kuibadilisha jina. Kwa sasa kila mmoja akawa anafanya kazi kwa kujitegemea, lakini kama jinsi ambavyo Waswahili wasemavyo ya kwamba kidole kimoja siku zote akiwezi kikavunja chawa. Hivyo ndivyo hali ilivyokuwepo baina ya watu hawa wawili bwana. Walisahau kabisa kwamba kila mmoja alikuwa anategemea ujuzi wa mwenzake ili waweze kupiga hatua ya kwanza kwenda hatua ya pili. Shruti katika upande wake wa biashara bwana, hali ikawa ni ngumu sana mpaka ikapelekea kuweza kuuza gari ambalo alikuwa kalinunua, kwani alikuwa na madeni kila kona kutokana na biashara yake kuto kwenda vizuri. Upande wa mtaalamu wetu Bito naye hali ilizidi kuwa mbaya kweli kweli zaidi hata ya bimdada. Madeni alikuwa nanuka kila kona bwana. Hali hii ikapelekea waungwana hawa wawili maisha kurudi zero, yani kuwa magumu zaidi ya mwanzoni. Kipindi ambacho alikuwa anajiuliza ni kitu gani ambacho anaweza kukifanya, kwani watu hawa wawili kwa sasa walikuwa hawahitaji kabisa wala hawatamani kufanya kazi pamoja. Lakini leo kigogo mmoja anawakutanisha na kueleza kwamba binti yake anahitajika kuweza kuolewa, hivyo anatamani sana ndoa ya binti yake iandaliwe na Bito pamoja na Shruti kwa pamoja. Mambo yakawa kama hivyo, kwani kigogo anadai ya kwamba endapo watu hawa wasipofanya kazi pamoja basi hataweza kuwapatia hilo dili. Waungwana kwa kuwa walikuwa na shida na pesa wakakubali kuweza kufanya kazi kwa pamoja, lakini mwamba akapewa floor ya juu na bimdada akaamua kukaa floor ya chini. Halo, kazi ikaanza, maandalizi yakaanza, hatimaye siku ya harusi ikafika, show ikapigwa na hakika sherehe ilikuwa ni pambe kweli kweli. Lakini Bito akaja kugundua bimdada alikuwa yuko busy sana, alikuwa anapigiwa simu na mtu ambaye alikuwa hajulikani, ikabidi aweze kumuuliza bimdada kulikoni. Dada akamweleza kwamba mimi nitajika kuweza kuolewa na mwanaume mmoja ambaye anaishi Dubai. Muungwana baada ya kusikia hivi hakika akaanza kuvurugwa. Anaona sasa bwana, bimdada endapo akiondoka mimi nitaishije mjini? Halo. Baada ya muungwana kuweza kutafakari, huku kipindi ambacho akiendelea kuandaa hii sherehe, muungwana anamfuata bimdada na kumuuliza, je, ni kweli unampenda huyo muungwana ama unahitaji tu kuolewa na huyo jamaa ili uweze kulipa kisasi kwa sababu mimi niliweza kupuzia hisia zako? Maneno yalikuwa ni mazito sana zaidi hata kiloba cha msumari, lakini bimdada ikabidi aweze kujikaza na kumweleza muungwana, ni kweli nilikupenda hapo mwanzoni na wewe ulitambua, ila ukaamua tu kuweza kupuzia hisia zangu, na hivyo kwa sasa ninahitaji niweze kuolewa na huyu mwanaume ili niweze kutulia na kuweza kuanzisha familia, na hilo ndio jambo muhimu kwa sasa, na endapo nikiolewa na huyo mwamba na kuelekea Dubai, huko basi nitakwenda kuanzisha kampuni nyingine. Haya ni maneno ambayo alikuwa anamuumiza sana bimdada, kwani baada ya kutoka hapa akaelekea magetoni na kuanza kulia kwa uchungu mkubwa, kwani ni kweli mwamba alikuwa bado anampenda. Halo. Bito baada ya kukaa chini na kutafakari akaona hakika aliweza kuzingua sana siku ya leo. Akaweza kuvizia simu ya bimdada na kuchukua namba ya mshikaji ambaye alikuwa anahitajika aweze kumuoa bimdada. Anampigia simu na kumweleza kwamba achane na bimdada Shruti, kwani wao walikuwa wanapendana. Muungwana akamvutia waya Shruti na kuweza kumweleza kila kitu. Bimdada akaondoka kwa hasira mpaka kwa muungwana. Baada ya kufika Bito siku hii ya leo akaamua kuvunja ukimya na kuzungumza hisia alizonazo juu ya bimdada, kitu ambacho kikamfanya bimdada Shruti kuweza kurudisha tabasamu ambalo alikuwa kalipoteza pale mara ya kwanza. Lakini pia wakafanikiwa kuokoa kampuni yao ambayo ilikuwa bado inayumbayumba. Watu hawa wawili Bito pamoja na Shruti wanaamua kuweza kuchukua hatua nyingine ya kufunga ndoa, nasi tunafunga virago na kusema ya kwamba hapa ndo tumefika mwisho wa hadithi yetu. Na kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.